Urusi imeamua kuchukua hatua za kisheria kujibu hatua ya Muungano wa Ulaya kutumia mali za Moscow zilizozuiliwa kuisaidia Ukraine kufadhili uchumi na jeshi lake. Mapema leo, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alikutana na mwenzake wa Ubelgiji ili kujadili mpango huo. Ubelgiji inashikilia sehemu kubwa ya mali za Urusi zinazokadiriwa kufikia dola bilioni 235. Maafisa wa Urusi sasa wanaishtaki benki ya Ubelgiji Euroclear katika mahakama ya Moscow na kuihusisha EU na wizi. EU inatarajiwa kutumia mamlaka ya dharura kuzuia mali hizo kwa muda usiojulikana hadi pale Moscow itakapomaliza vita vyake dhidi ya Ukraine. Hii itazuia nchi zinazoegemea Kremlin kama vile Hungary na Slovakia kuzuia kufunguliwa kwa fedha za Urusi kwa kupiga kura dhidi ya kuhusishwa kwa vikwazo hivyo. Tunadhani kuna uwezekano wa kupata suluhisho iwapo wanachama watakubali kuwajibika kwa baadhi ya vitu ili Ubelgiji jihisi haiko peke yake. Msimamo wa Uingereza ni muhimu sana na tunatumai kuwa Waziri Mkuu Keir Starmer atajadiliana na Waziri Mkuu wa Ubelgiji kutafuta mwelekeo. Rais wa Marekani Donald Trump sasa anasema anafikiria kumtuma mwakilishi kukutana na viongozi wa Ulaya kesho Jumamosi, lakini atafanya hivyo tu ikiwa kungekuwa na nafasi nzuri ya kuwafikia makubaliano. Wakati hayo yakijiri, kiongozi wa muungano wa kijeshi wa NATO ameonya kwamba Ulaya lazima ijiandae kwa vita dhidi ya Urusi. Katika hotuba yake huko Berlin, Mark Rutte amewaambia wawakilishi wa mataifa ya Ulaya kwamba wao ndio watakaolengwa na Urusi baada ya Ukraine. Maneno yake makali yanatolewa wakati Ukraine ikituma rasimu ya makubaliano ya amani na Urusi kwenda Washington ili kuidhinishwa. Rais Zelensky anasema kwamba uamuzi wowote wa kuikabidhi ardhi Urusi kama sehemu ya makubaliano hayo ungehitaji kuidhinishwa na raia wa Ukraine kupitia kura ya maoni au uchaguzi. Ahmed Bahaj anawasilisha taarifa ya Jonathan Bell kutoka Kiev. Miongoni mwa wanajeshi wa Ukraine bado hawana ari kubwa ya kufanya makubaliano na Urusi. Wengi wao ni wazoefu wa vita wakitetea jimbo la Donbas mashariki mwa Ukraine. Katika mapumziko mafupi ya mapigano, wanapokea mafunzo ya kutumia ndege zisizo na rubani na maroboti kabla ya kurejea vitani. Na hawako tayari kupoteza ardhi zaidi. Kupoteza ardhi ambapo damu yetu imemwagika, basi vita hii vitakuwa na maana gani? Tungeweza kujisalimisha siku ya kwanza. Lakini Warusi hupaswi kusaini makubaliano yoyote kabisa, kwa sababu kila kitu unachosaini nao hakina maana. Wataendelea tu hata hivyo. Eneo hili linasalia kuwa kikwazo kikubwa zaidi cha amani. Mpango wa awali wa Marekani ulipendekeza Ukraine iipe Urusi eneo lote la Donbas. Mpango mpya uliorekebishwa unataka Ukraine iondoe wanajeshi wake waliosalia. Ardhi hiyo ingekuwa eneo maalum la kiuchumi lisilo na wanajeshi. Rais Zelensky amekuwa akijadili mapendekezo ya hivi punde na waongozaji mazungumzo wa Marekani, na sasa ameanza kuonyesha hadharani wasiwasi wake. Alisema kwamba ikiwa jeshi la upande mmoja litaondolewa huku jeshi la upande mwingine likibaki, ni kitu gani hasa kinachozuia majeshi ya Urusi kusonga mbele zaidi? Baadhi ya wabunge wamelikataa. Nina uhakika kabisa kwamba wengi, angalau wananchi wa Ukraine, watalipinga hili. Na iwapo utasoma katiba, mojawapo ya wajibu wa raia wa Ukraine ni kulinda mshikamano wa kijiografia wa taifa. Rais Zelensky amehutubia muungano wa Ulaya kuhusu msimamo wao. Pia wao wanaamini kuwa Ukraine inapaswa kuamua kuhusu mipaka yao. Lakini kuna hofu kuwa Marekani imeanza kukosa subira. Rais amevunjika moyo sana na pande zote mbili za vita hivi, na amechoshwa na mikutano tu kwa ajili ya mkutano. Hataki mazungumzo zaidi, anataka hatua ichukuliwe, anataka vita hivi viishe. Rais Putin amesema iwapo Urusi haitasalimu amri kuhusu kuipeana Donbas, basi ataichukua kwa nguvu. Ukraine imeendelea kukosa mashiko, lakini inakataa makubaliano haya hivi karibuni, na pia iko hatarini kupoteza ule uungwaji mkono wa Marekani.